بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رضي الله تعالى عنكم أجمعين. كتاب بداية الهداية سيدي أبي حامد محمد بن محمد الغزالي نفعنا الله تعالى بعلومه في الدارين آمين. Tuendelea na adabu suhba, adabu za urafiki. Ikiwa yataka tuwe marafiki, urafiki ni nini? Akhlaq gani zatakiwa katika Uislamu ili muwe marafiki? Tumezungumza nyuma mwanzo al-ithar bil mal. Kama mtu ni rafiki yako kweli, alama yake utaona yajitolea, yani huyu yajitolea kwa mwenzake na huyu pia ajitolea kwa mwenzake. Sio mmoja tu ajitolea kwa mwenzake, mwingine ajitolee. Vipi wewe katika pesa? Vipi waweza ukajitolea ukamsaidia rafiki yako mwenzako? Kipimo hicho. Kwa mali, kwa hali na mali, kama wanavyosema Kiswahili. Vipi akiwa na jambo wasimama naye? Vipi akitaka msaada wamsaidia? Huyo ni rafiki. Ukiona mtu yote, si lazima kupima watu wewe. Jipime wewe mwenyewe pia. Ukiona wewe ni mgumu kumsaidia rafiki yako, ujue huyo rafiki si rafiki. Lengine, vipi wamfichia aibu zake na siri zake? Ukiona wewe wamsema kwa watu, ujue hakuna hukuku suhba kabisa. Hata wewe pia jipime kabla ya kumpima ule mwingine. Nyingine ni kumtaja kwa vizuri, kumsifu, pia kumuita kwa majina mazuri, usimuite kwa jina ambalo halipendi. Ukiona rafiki yako akuita jina ambalo ulipendi kila saa na hiyo kukera, ujue huyo urafiki wake haujakuwa urafiki wa sasa. Nyingine ambayo tutasoma leo tuunganisha, wa an ya'fu an zallati wa hafwati. Urafiki ni kusameheana. Kama wamona rafiki yako siku kimfanyia jambo hakusamehi, ni mzito kukusamehe, ujue huyo si rafiki wa dhati. Kuna shida katika huo urafiki. Zalla ni makosa ya kuteleza, yani mtu akukusudia. Hafwa ni makosa madogo sana. Au zalla makosa maasiya, hafwa ni makosa alokosea wewe tu. Kama madogo madogo mengine, kama umempigia simu hakukushikia wala hakujibu, usimchukulie kuwa ni madharau au nini. Hafawat. Wala yuatib alayhi, usimlaumu. Rafiki wa dhati si mtu mwenye lawama nyingi. Kuna wengine marafiki zetu lawama nyingi sana. Oh, nimekuja, oh nimekupigia, kwani uko na message yangu, mbona hukujibu, mbona? Yani kitu kidogo lawama nyingi sana. Wa yad'u lahu, amwombe Mungu. Nani wamwombea Mungu rafiki yake mambo mazuri? Na hii katika akhlaq ambayo iko chini sana. Umuombe Mungu rafiki yako hadharani na katika khalwa pia. Ukiwa peke yako, ukiwa mahali pazuri, mahali wajua hapa ni mustajabu da'wa, sema Mwenyezi Mungu mbarikie na fulani, mghufirie na fulani, msamehe dhambi zake, rafiki wa kweli. Wa yuhsina alwafa ma alihi wa qaribihi ba'da mauti. Kwanza uwe mzuri kwake. Alwafa ni kutekeleza jambo, kusimama na wajibu wake. Pia kama ni rafiki yako wa kweli akifariki, basi utakuwa waenda kumzuru kaburini, wamsomea khatmul Qur'an ama suratul Ikhlas. Na kusoma suratul Ikhlas 11 iko katika nas, imekuja katika hadithi kumsomea maiti. Kusomea surati Yasin iko katika nas hadithi.
Na pia baada ya kufa rafiki yako uangalie kama ana ndugu zake, watoto wake, mtoto wa fulani walikuwa rafiki yangu, usimame naye, yani watizame ujue ile familia yaendelea vipi. Kama kweli ni marafiki lillah, hapa tunazungumza as-suhba fillah was-suhba lillah. Umekuwa marafiki nyinyi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, si kwa ajili ya dunia. Kwa ajili ya dunia story yake ni nyingine. Rafiki wa dunia hataki kukupa, manake akikupa hataki wewe umzidi, manake kimzidi itakuwa matatizo. Hataki wewe upendwe kuliko yeye, marafiki wa kidunia. Lakini rafiki kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya akhira, sampuli yake ni nyingine. Na huu ndio urafiki ambao utabaki mpaka peponi. Kichochote makana lillahi baqiya li'annahu muttasilun bilbaqi jalla jalaluhu, mattasala bilbaqi yabqa. Kitu kama kimefungamanishwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu sifa yake ni albaqi jalla jalaluhu, basi na kile kitu kitabakia. Na kitu chochote kama kimefanywa kwa ajili ya dunia, na dunia ni fania, na kile kitu nacho pia yafna. Yathira at-takhfifa anhu fala yukallifuhu shay'an min hajatihi. Uwepesi, kuwa mwepesi kwa marafiki zako, kuwa mwepesi kwa ndugu zako, kuwa mwepesi nyumbani, kuwa mwepesi baadaye ukiwa na familia, kuwa mtu mwepesi. Mtu thaqili hapendekezi. Mwepesi. Mwepesi vipi? Mambo yako simple, yani simple. Kitu fulani hakikufanyika vile unavyotarajia, unaambia aina neno hiyo nanywa. Sio wewe umemtuma mtu kama ni soda fulani hakuna, basi umwambia katefute paka upate, aende duka la kwanza, la pili limfungwa, wewe una lazima Fanta ama Sprite. Allahumma labda ikiwa ni mgonjwa una dharura, lakini kuwa mwepesi. Haikupatikana hii, ipatikana hii, sawa. Umemtuma sambusa kwa mfano wetu wa break, hakuna za nyama, patikana pojo, ashanunua, kuwa mwepesi kula. Labda ikiwa pojo za kudhuru. Yani kuwa mtu mwepesi. Siwe mtu mzito, jambo lako tabu, hali ishi. Mtu tu akikaa kwenye dawati lako tabu siku nzima. Sio urafiki huu. Fayurawih sirrahu, yani ili ule mtu awe asikie raha kukaa nawe, asione kuwa umuondoshee zile hamu. Hili ni jambo kubwa laitwa jabrul khatir. Katika amali kubwa ni jabrul khatir. Jabrul khatir, ukajizuia wewe kwa jambo ili usimkatize yule mtu ile khatir yake. Yule mtu amefurahi kukuona wewe, mfano amekuona yuwakuongelesha na wewe kwa wakati ule una haraka, mfano, au hata una haja ya kibinadamu, wataka kuingia msalani, mfano, ukazuia, ukamuonesha bashasha, ukamuonesha kwa huna neno, mashaallah, marhaba, jazakallah khair, na huko wewe waumia. Yani jabru khatir, hii ni katika amali za kwanza mtu kukutana nazo akiingia kaburini, na ndo amali kubwa. Na mtu mwenye jabru khatir yuko karibu na kwa wali min awliyaillah. Yani mtu akuuliza, akupigisha story, naona njaa, chukua mfano wa njaa, kisha kule nao hivi vipi, mashaallah, kisha kadha, masomo gani, mashaallah, na njaa ama kiu kushika, utaki kumuonesha. Tuingie kwenye sokul awliya, tuangalie soko la mawali lasemaje kuhusu jabru khatir. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Rahman al-Saggaf, huyu ni sheikh wa Al-Habib Abu Bakr Al-Adani mwenye Jamiatul Wasatiyya,
pia ni Sheikh wa Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh min mashaikhi, ni Sheikh pia wa Habib Ali al-Jufri maarufu yule anajulikana, ni Sheikh pia wa Habib Muhammad bin Abdurrahman al-Sagaf, ambao hao sasa sisi ni mashaikh zetu tumewaona. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Sagaf alikuwa wakati wake ni qutb, ni daraja ya juu ya wali. Yani hii wali kuna kama vile mzee wa mtaa, sub chief, sio MP, MCA, county assembly, sio wali kiwango chake. Sasa huyu ni wali executive, yani qutb huwa ni wali executive, qutb daraja kubwa ya wilaya. Wakati mmoja kuna mtu alikuwa yamzungumzisha yule mtu, kwa sababu ya mahaba yake akafunga mlango wa gari. Akafunga nini? Mlango wa nini? Wa gari. Baada ya kumzungumzisha Habib ratib lil-Fatiha, Habib mashaallah shuun aulad nini, Habib yamtilia Fatiha, yuacheka, smile naye, yuazungumza naye muda. Jabr Khatir alipoondoka, gari liposonga mbele, akamwambia simamisheni gari mbele. Yule mtu ashakwenda zake, akamwambia simamisha gari. Akamwambia njoo fungue mlango. Kafunguliwa mlango. Fungula mlango, amembana kidole na damu yatoka. Wafikiri ukibanua kidole ulimwengu utasimama. Hata uso hakumuonesha. Jabr Khatir. Na hakuna kitu mbaya kama kasr al-khatir. Na kasr al-khatir sisi tuifanya sana. Mtu yaje akwambia si nini, yaje kwa furaha akwambia basi si mfano nahu ninapata 100, nyamaza kabla hajamaliza. Sitofanya hivyo. Acha ama napata zawadi, mtu atakwambia leo bwana napata jambo kwa furaha, yuanza tu acha story zako wewe uishi. Hiyo ni kasrul khatir. Umemkata yule mtu ile mawazo yake na ile furaha yake, katika madhambi makubwa sana kasrul khatir. Wala yakunu waliyan illa man yajburu khawatir an-nas. La yakun. Maana amali moja ngumu sana. Amali moja kama hiyo, mshaisikia hiyo? Wazungumza na ule mtu, wacheka naye, wamuonesha furaha, bashasha nini. Mtu sitaki kumuonesha kwa bwana kuja tembea bwana, mimi natoka bwana. Utaki kumuonesha ahlan wa sahlan wa marhaba mgeni, masha Allah, leo furaha leo jamani, ungetuambia mapema bwana, tukutindia bwana, ya ahlan wa sahlan wa marhaba. Na huko watu wakungoja nje kuna jambo ama kuna darasa ama uzungumze naye kidogo, mulatafa, kushamwambia unajua twenzetu pamoja, maana kuna program kadhaa sasa hivi jamaa ngoja. Na hii sana watu wakubwa wote wana Jabr Khatir, kwa sababu watu wakubwa wote hawana muda wa kupoteza. Hawana muda wa nini? Sasa mara nyingi ukizungumza naye ya kufanya Jabr Khatir, kwa sababu hamkuagana kuonana kuzungumza naye. Na haiwezekani kuwa ana time ambayo ni empty. haiwezekani. نرى هذا من مشايخنا، نرى هذا من مشايخنا. شيخنا أبو الشيخ محمود حفظه الله تعالى ورعاه hana muda, na mkiona ya ahlan wa sahlan wa marhaba, wala monote yasmailna kila mtu, yazungumza kila mtu. Mwingine anambia Fatiha, mwingine anambia hivi, mwingine anambia ahwali, mwingine anataka akhbar, mwingine hapo anataka dha. Yajburu khatira, wanaomuona wamuona, walokwenda wakamuona utaona iko hivi. Asimsa kila mtu jabru khatir, haiwezi kumwacha mtu, na iko mbio na wote wako hivyo wote. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Sheikhina hafidhahullah hivyo, na ukionana nao wote wanakusalimia, wana smile siku zote. Aulia wote kila ukionana nao wana smile, wako fresh, wazungumza naye vizuri. Kaif halak ya Sheikh Ba, hata utasema hakuna mtu huyo nijua sana mimi, hata pengine amkai sana pamoja. Jabru khatir, lazima atatabasamu naye, hata kama ana huzuni, hata kama aanza kuambiwa jambo la huzuni ataficha huzuni. Na hii ndio tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana daima al-bishr sallallahu alaihi wasallam. Kimwona wewe you smile to Mtume sallallahu.
tawil al-ahzan. Mtume sallallahu alaihi wasallam moyo wake ahzan, huzni. Makafiri wamsumbua, wanafiki wamsumbua, sijui kuna nini, hajakaa vizuri, kuna Uhud, hajamaliza Uhud, kuna kadhaa, hajamaliza nini, Khandaq, kila siku kuna mambo pale Madina, si ndio? Lakini ukimuona yubadiru man laqiyahu bisalam, Mtume sallallahu alaihi wasallam daima albishr yatabassam, hivyo yachanganya baina ndani na nje alayhi salatu wasallam. An yudhhira alfarah bijamii ma yartahu lahu min masarihi, kichochote ambao rafiki yako ni furaha, furahika naye. Na hii ni moja katika mambo mazito sana, mtu kufurahika kwa furaha ya mtu mwingine. Ni katika akhlaq imefifia sana 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 sana. Tuanzeni hapa. Mmepeleka amalul manzil, wewe uko na 10%, mwenzako ana 100, wafurahika na hiyo 100 yake. Mwenzako ampatiwa zawadi siku ya hafla, wafurahika naye hata kama wewe kupewa zawadi. Hapo nzito kidogo. Hichi kitabu balaa Al-Imam Ghazali, yasikia Al-Imam Ghazali lahu tarikh tawil jiddan. Al-Imam Al-Ghazali alimpata sana Imam Al-Haramain Al-Imam Al-Juwayni, kana faqihan Imam Ghazali sana, na yuapenda sana aqida na mantiq na kushindana, na yeye alikuwa yatafuta elimu awe na mashahada yale. Zamani kwa hakuna mashahada, yani awe mkubwa siku moja, kwa sababu alikuwa ayatoka kwenye umaskini. Akasema talabtu al-ilma li ghairi llahi fa abal ilmu illa an yakuna lillah. Alikuwa anatafuta ilmu mimi kwa ajili ya dunia, yani, na ni kweli alikuwa mkubwa, akawaenda mwenye kushindana, aingia kwa mfalme atakavyo, mpaka akampata Sheikh al-Fadl. Akaambia Ghazali, mwendo huu unaokwenda wewe, lazima sasa ukae uzla peke yako, uache mambo mengi na uache ni dunia, na uanze sasa kufanya ikhlas lillahi ta'ala, na ufanye tazkia, na uingie kwenye maratib al-ihsan, yani tasawuf. Jichonge, tafuta ikhlas kwa Mwenyezi Mungu. Haya mambo ufanyao, akaketi peke yake, akaacha kila kitu, akaketi muabudu Mwenyezi Mungu, ndo akaandika Ihya Ulumuddin, ndo akaandika Bidayatul Hidayah baada ya kumjua Mwenyezi Mungu jalla jalla. Na yeye Imam Ghazali ndo alorudisha tasawuf kwenye misingi ya sheria, kwa sababu iko pia tasawuf, baadhi ya wenye kufuata tasawuf wamemili upande mmoja, yani kuna wengine ni hawataki habari nyingine, wao wataka ibada tu, aoi afanye chochote, hataki kula chakula cha sokoni wala nini, chakula ni kile ambao amelima yeye mwenyewe. Asema Ghazali akaona hapana, tukienda namna hii, wacha turudishe tasawuf pamoja na sheria, iwe na mizani na itidali, na wote wamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na aliyempata Imam Ghazali ni Sayyidi Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirra. Na Sayyid Abdul Qadir Jailani baada ya Imam Ghazali kuandika al-Ihya, yeye akaandika kitabu al-Ghunya, kimfanana na al-Ihya, yani kuna sheria ndani na hakika ndani. Hakika ni ikhlas lillahi ta'ala, na kusafisha moyo, kufanya jambo lillahi, wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu lahu, hakuna mambo mengine, toa zote. Sayyid Abdul Qadir Jailani akaona hapana, hapa wacha tuiweke pamoja, kisha tuweke na njia ya kumsaidia murid kufika kwenye maarifatullah, ndio kukawa na tariqa hii, bismi tariqa. Na tariqa hawakuziweka wenyewe wale wenye tariqa. Tariqa ni wanafunzi ndio wasema nahnu ala tariqatil jailaniyya, yani tufuata mwendo. Nasi ya Qur'ani tabi'u sabila man anaba ilayya, fuateni njia kwa wale ambao wamenyenyekea kwangu mimi. Hiyo njia tariqa, ndio hilo neno tariqa, ni nasi ya Qur'an. Kisha wakaja baada yake Abu Madian tariqatul Shuaibiyya. Katika tariqatul Shuaibiyya ndio ikazaliwa tariqatul Alawiyya. Tariqatul Alawiyya peke yake
mwanzo wake imedhihiri wakati wa Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Na tariqatul alawiyya peke yake haina jina baada hiyo alawiyya, ndio hiyo peke yake. Lakini Jailania utasikia Jailania, mara utasikia Uwaisia Jailania hivyo. Yani chini yake kumetoka foro. Lakini tariqa alawiyya ni vile vile yaitwa tariqatul alawiyya. Hakuna baada al-Imam Faqih Muqaddam al-Ustadh al-Azam kuwa imekuja tariqa kwa jina lake. Na ndio mpaka hizi na zote turuku sufia, ar-Rifa'iyya, al-Jailaniya. Jailaniya ni ya juu zaidi, kisha kwenye asri hiyo hiyo kutoka kwa Sayyid Ahmad al-Rifa'i tariqatu ar-Rifa'iyya. Yani tariqa ni maratibul ihsan. Maratibul ihsan, vipi utakuwa na akhlaq kama za mtume, na vipi utamwabudu Mwenyezi Mungu kama kwamba wamuona, na kama humuoni ujue yeye, uwe na yakini kwa yeye wa kuona. Hapo ndio maneno, na ina miko yake na misingi yake na namna zake. Wameandika kuanzia Sayyid Taifataini al-Junayd bin Muhammad al-Baghdadi, ndio wa kwanza aliyoweka mipangilio hii ni tariqa, pamoja na kuwa hasa mwenye tasawuf ni mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Na baada yake aliyoshikilia zaidi ni Imam Ali, na baada yake Sayyidina al-Hasan, baada yake Sayyidina al-Hussein, baada yake ni Sayyidina al-Imam Ali Zain al-Abidin. Hawa ndio wenye misingi katika Ahlul Bait, ndio wenye misingi ya tasawuf walioweka kama mawqif ya tasawuf. Kwa mfano tukimwangalia Imam Ali Zain al-Abidin, familia yake, watoto wake wote, Sayyidina al-Hussein, watoto wake wote wamechinjwa akiwaona. Na Imam Ali Zain al-Abidin ameona ndugu zake wakiuliwa na ndugu watoto wa ndugu yake babake Sayyidina al-Hasan kwenye Karbala. Na Imam Ali Zain al-Abidin hakuongea baada hapo, hakutaka kisasi, hakukasirika na mtu, aliendelea kusomesha, kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na nyumba zaidi ya 70 Madina usiku alikuwa akibeba ration akiwekea chakula mlangoni. Ushasikia mtu ametindiwa katika Ahlul Bait wake zaidi ya 100 wametindwa akiona, kisha akaishi hivi baada hapo? Akhlasa lillah, hakuingilia hukumu wala hakutaka kushindana na mtu. Nashr ad-din, nashr akhlaq nabawiyya, as-safa, khalas. Wala hakulipa kisasi kwa mtu, wala hakuyazungumza, hakuzungumza na mtu, walitutinda wala watupendi. Hapana, lillah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, khalas. Na rafiki akiwa na huzuni, uwe naye kwenye huzuni, na uwe dhamiri yako, undani wako, dhamiri yake, undani wake, mastatara fi qalbi, sawa na kile anachokidhihirisha. Yani ni sawa kwake yeye undani na nje kwa rafiki yake. Hana siri, hana undani, hana kona kona, hana nyuso mbili kwa rafiki yake. Akimwambia rafiki yake nimependa hiyo, na huko ndani kwenye moyo wake amependa kweli hilo jambo. Siku kipenda kweli. Fayakuna sadiqan fi widdihi sirran wa alaniya, uwazi na undani uwe mkweli. Wa yabda'ahu bisalami inda iqbalihi, ukimuona rafiki yako na waislamu kwa jumla, umwanzie wewe kwa salamu na huku watabasamu. Wa yuwasi alahu fil majlis, kama kuna mahali atakukaa usongee akae vizuri. Wa yakhruj lahu min makani wa yashay'a inda qiyamihi, ikiwa rafiki yako amekuja, kama yuwatoka ama yafanya nini, uinuke na wewe umweskoti. Tashia ni umweskoti angalau paka mlangoni, taonana bwana inshallah, nafurahi bwana, namna hiyo. Katika adabu za urafiki na adabu za suhba kwa pamoja na mzee.
Wa yasmuta inda kalamihi, rafiki yako akizungumza nyamaza umsikize, sio mkate kwa mazungumzo. Hata yafragha min kalamihi wa yatruka almudakhala fi kalami, uache akisema kitu ambia sisi hivyo mimi najua, ngoja kidogo nisikize. Sivyo, si adabu. Hiyo ni rafiki rika lako tu au mdogo wako. Sheikh ni vipi? Sheikh lako itakuwaje? zaidi sana tena. Wa ala aljumla fayuamilahu bima yuhibbu an yuamala bihi, amiliana naye kama vile anavyopenda kuamiliwa naye. Faman la yuhibbu li akhihi mithla ma yuhibbu li nafsihi fa ukhuwatuhu nifaq. Kama mtu adai fulani ni rafiki yangu na hampendelei mazuri anayojipendelea yeye, na haya mazuri ni lazima yawe ni mazuri kulingana na sharia. Tuelewana vizuri ya? Yani mazuri kulingana na tabia ya binadamu na ni mazuri kulingana na sharia. Kwa mfano, tabia ya binadamu yapenda chakula kizuri, umpendelee mwenzako chakula kizuri. Tabia. Nguo mzuri, pendelee mwenzako nguo mzuri. Lakini pia isiyo kwa nguo mzuri yako ni ile ambayo ilo katika nchanika, ama iko wazi ama iko uchi, kisha sema na wewe vaa hiyo, kwambia mbona uniletea nguo, kwambia habali nasi bwana matu. Hakuna hiyo. Habali nasi maasiya. Mimi napenda uraibu na wewe nampendelea uraibu, hapana. Ama mimi napenda kutohifadhi sasa Qur'ani, kwa hivyo nampendelea na yule rafiki yangu pia sihifadhi Qur'ani. Ukiulizwa sema habali nasi bwana, hakuna habali nasi fi khair. Wa hiya alayhi wabalun fi dunya wal akhirah. Kama kuna tatizo hilo basi ni tatizo kubwa duniani na akhirah. Fahadha adabuka fi haqqi alawami almajhulin. Nakwambia hii ni haki za urafiki wako kwa awamu, watu wa kawaida tu, marafiki tu, almajhulin, wasiojulikana. Wa fi haqqi alasdiqai almuakhin, na ni haki hii yatakana uitekeleze kwa wale marafiki ambao pia ni marafiki wa karibu, kama msoma pamoja, mko pamoja kwa malengo fulani. Yatakana uwe hivi kwa rafiki yako khas. Kwa mfano hapa markaz, kwa yule ambaye rafiki yako sana na watu wa markaz wote, akali shehe uko hivi, uwaseme vibaya, salimia ukionana nao. Na ya matatizo yako makubwa sana kutosalimia mtu. Naweza kuingia darasani amenuna, kitu kimoja atakamjue muhimu, smile ina athari kubwa sana kwako wewe na kwa yule unayemsmailia. Smile, tujifundishe kusmile, ibtisama, na ni katika sadaqa, thawabu. Ukimwona mtu assalamu alaikum wa msmailia. Na kila tukizungumza lazima tuweke dhawabit, sio msichana kila kiona mvulana fulani hapana. Mvulana usimsmailie, upite na usimsalimie, ndio sawa hiyo. Tumeelewana na nyinyi pia wavulana? Tuzungumza msichana kwa msichana, mvulana kwa mvulana, mmeonana, mko hapa markaz, umeingia darasani, umeingia msalla, assalamu alaikum. Hata muonaje sura yangu nyinyi? Na ipi yapendeza? Smile, si? Na smile iko very powerful Yeah. Hata ukionana tuna mtu hivi ama mtu amekusimamisha, hata kama ni askari tu, a very senior, iko namna gani kazi, ukimsmailia hata yeye mwenyewe yuashuka ile maswali yake, sababu smile yaingia kwenye moyo wa binadamu haraka sana, utaona raha. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yubadiru man laqiyahu bitahiyya wala yufariqu albasma ala wajhi, tabasamu, smile alayhi salatu wassalam. Tumeona adabu za urafiki namna gani,
Mwenyezi Mungu inshallah atubarikie kwenye kikao hichi. Tujue na huu rafiki tutaulizwa siku ya kiyama, na hii kwa klasi kimoja pia tutaulizwa siku ya kiyama, ujirani tutaulizwa siku ya kiyama, na lazima tutaulizwa. Kwa hivyo tuutunge na tuuenzi insha Allah taala. على هذه النية ما ناصلهم حط الله مصليات بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.